Ningejiunga na kwaya, lakini labda ningeshindwa kwenye step. Bwana Yesu asifiwe. Step zinahitaji upako. Ila kuna watu nawaona wakati kwaya ikiimba wanachangamka, wanaweza wakajiunga na kwaya. Bwana Yesu asifiwe. Jicho langu limewaona. Naomba tusimame basi tuweze kumshukuru Mungu. Mshukuru Mungu kwa kile ambacho Bwana anasema na sisi, kwamba neema yake itakuwa pamoja na sisi. Baba loshekete karaba, tunakushukuru Bwana kwa sababu neema yako iko pamoja nasi. Mungu, tunakushukuru kwa ajili ya uwepo wako. Tunakushukuru kwa sababu utatuwezesha mahali tusipoweza, wewe utatupa upendo. Bariki neno lako napo sema iwe kana kwamba wewe umesema. Mungu, nakushukuru kwa sababu utanipaka mafuta kuweza kusema kama inavyonipasa kusema. Katika jina la Yesu ninaomba na kushukuru. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Heri ya mwaka mpya. Wale ambao tulikuwa tujaonana toka mwaka jana, nawatakia heri ya mwaka mpya. Bwana Yesu asifiwe. Ndanifundishe juu ya nguvu ya neema. Nguvu ya neema. Katika Tito 2, nianzie hapo alafu niende kwenye Yohana. Tito 2 mstari wa 11 mpaka 13. Maana neema ya Mungu iwaokoao wanadamu wote imefunuliwa, naye atufundisha kukataa ubaya na tamaa za kidunia, tupate kuishi kwa kiasi na haki na utauwa katika ulimwengu huu wa sasa. Mstari wa 13, tukilitazamia tumaini lenye baraka na mafunuo ya utukufu wa Kristo Yesu, Mungu mkuu na Mwokozi wetu. Kwenye hii mstari niliyosoma tunaiona nguvu ya neema katika ngazi 3. Neema ya Mungu inaokoa. Biblia inasema neema inaokoa wanadamu wote imefunuliwa. Kwa hiyo kwenye nguvu ya neema, neema inaokoa. Wewe uliokoka ni kwa sababu ya neema ya Mungu. Lakini pia jambo la pili, tunaona neema inafundisha utakatifu. Ule mstari wa 12 unasema nayo yatufundisha. Nayo akimaanisha hiyo neema inatufundisha kukataa ubaya na tamaa za kidunia, tupate kuishi kwa kiasi na haki na utauwa katika ulimwengu huu wa sasa. Kwa hiyo neema haifundishi michanganyo. Neema haifundishi michanganyo ya dhambi. Neema inafundisha utakatifu. Na jambo la 3, neema inatupa tumaini lenye baraka. Tunaishi leo, lakini tunaona pia mbele, baada ya kutoka kwenye umwili, kwenye maisha ya milele mbinguni. Kwa hiyo neema inatupa tumaini lenye baraka. Kwa hiyo neema inaokoa, lakini neema hii pia inakutana na mahitaji mbalimbali hapa katikati ya safari. Neema hii inayokwenda kuzungumzia sio neema tu ya kiroho, inagusa pia hata kwenye mahitaji ya kimwili, ya kiuchumi, ya maisha yako yote. Kwa tunapoangalia nguvu ya neema, juzi wakati tunaomba tukiwa hapa kanisani, nikapata unabii, nikakutana tamka the year of overflowing grace. Hii
2026 utakuwa mwaka wa overflowing grace, neema inayozidi kububujika. Kwa hiyo nataka tuiangalie hii neema, sio tu ya kiroho, inagusa na mahitaji yako hapo njiani katika safari kabla hujafika mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Sasa leo nitagusa zaidi katika kuangalia hii nguvu ya neema kwa njia ya kuona maana ya neema. Ili ujue nguvu ya neema, inabidi ujue neema hiyo inamaanisha nini. Sasa tuende kwenye kitabu cha Yohana Mtakatifu sura ya 1 na mstari wa 16 na 17. Yohana Mtakatifu sura ya 1 mstari wa 16 na 17. Kwa kuwa katika utimilifu wake sisi sote tulipokea na neema juu ya neema. Kila mtu asema na neema juu ya neema. Na neema juu ya neema. Mstari wa 17. Kwa kuwa torati ilitolewa kwa mkono wa Mungu, neema na kweli zilikuja kwa mkono wa Yesu Kristo. Huyu Yesu tunayemwamini ndiye anayebeba neema. Ili neno grace kwa Kiingereza GRACE, baadhi ya wataalamu wa Biblia wanasema grace ni kifupi cha God's riches at Christ's expense. Utajiri wa Mungu kwa gharama ya Kristo. Ndio hilo neno grace. Kwa tunapozungumzia neema, ni utajiri wa Mungu kwa gharama ya Kristo. Ndio maana anasema neema na kweli ilikuja kwa njia ya Yesu Kristo. Kwa hiyo Yesu Kristo ndiye anayebeba neema. Neema ndio hiyo tunakwenda kuiangalia maana yake, lakini ni ile neno kweli. Maana mojawapo ya kweli maana yake uhalisi. Neema na uhalisi zilikuja kwa Yesu Kristo. Kwa hiyo tunahitaji pia uhalisi wa neema katika maisha yetu. Kitu usichokijua maana yake, wakati mwingine utapata maokoto kidogo kwa sababu uelewi maana yake. Kwa hiyo nataka uelewe neema ambayo Mungu ametupa. Hii neema ni utajiri wa Mungu kwa gharama ya Kristo. Kristo ndiye aliyelipa gharama ya hiyo neema alipokuja hapa duniani. Sasa kwenye Yohana 1:16 kwenye maombi ambayo niligawa jana na wengine tutawagawia hapo baadaye, nimetoa tafsiri ya Amplified MPC ambayo maana yake Amplified Classic. Yenyewe inafafanua huu mstari ambao nimeusoma Yohana 1:16 ambao unasema kwa kuwa katika utimilifu wake sisi sote tulipokea na neema juu ya neema. Sasa hiyo neno neema juu ya neema ameifafanua vizuri, anasema hivi: kutoka katika utimilifu wake, yani tele, sisi sote tumepokea. Wote tulikuwa na mgao na wote tuliruzukiwa na neema moja juu ya neema nyingine. Sema neema moja juu ya neema nyingine. Alafu anafafanua hiyo neema na baraka za kiroho juu ya baraka za kiroho, na hata upendeleo juu ya upendeleo, na karama ikijazwa juu ya karama. Kwa hiyo kwenye tafsiri ya Amplified tunaona neema upana wake ni baraka za kiroho, lakini sio tu baraka za kiroho, upendeleo. Kwa hiyo Mungu anavyotupa kwamba mwaka huu utakuwa ni mwaka wa neema inayozidi kuongezeka,
ni pamoja na upendeleo usio wa kawaida utaenda kuongezeka katika maisha yako. Si unajua kwamba mlango mmoja wapo wa mafanikio ni kupitia upendeleo. Ukiwa na upendeleo sio wa kawaida utafanikiwa. Mfano Zaburi 5:12 inasema, kwa maana utambariki mwenye haki, Bwana utamzungushia radhi yako kama ngao. Kwa ni njia gani ambayo Mungu anambariki mwenye haki? Bwana utamzungushia radhi yako. Radhi maana yake upendeleo, neno favor. You surround him with favor like a shield. Kwa Mungu anataka kubariki, inabidi alete upendeleo juu yako. Hiyo amen haitoshi, ya watu wasioamini. Nipate angalau amen inayoeleweka. Bwana Yesu asifiwe. Kwenye tafsiri ya zamani ya NIV, hiyo Yohana 1:16 inasema, kutoka katika utimilifu wa neema yake sisi sote tumekwisha kupokea baraka moja baada ya nyingine. Kwa hiyo ndani ya neema kuna baraka. Baraka moja hata baraka nyingine. Mwaka huu wa 2026 utaenda kutoka kwenye baraka moja hata baraka nyingine. Utakuwa mwaka wako wa wewe kubarikiwa. Toka baraka hata baraka. Sisi kama tuko pamoja. Kwenye ile hii Yohana 1:16 kwenye tafsiri ya Kiingereza inasema, hii ambayo ni amplified, for out of his fullness or abundance we have all received, all had a share, and we are all supplied with one grace after another, and spiritual blessing upon spiritual blessing, and even favor upon favor, and gift heaped upon gift. Kwa hiyo ile nguvu ya neema pia tunaiona, au neema inaleta karama. Huwezi kusema mimi mchungaji sina karama. Hakuna Mkristo ambaye hana karama, ila kuna Wakristo ambao hawajajua karama zao. Shida iko kwenye kujua. Ukijipanga vizuri mwaka huu utajua karama yako. Hiyo ni sehemu ya neema. Sasa neema pia inamaanisha kuwezeshwa kiungu, divine enablement. Neema maana yake kuwezeshwa kiungu. Mwaka huu Mungu anaenda kutuwezesha kiungu. Mahali ambapo wewe ndio ulikuwa uwezi, Mungu atakuwezesha. Mungu atakuwezesha kiungu. Mahali ulipokwama 2025, mwaka huu Mungu anaenda kukuamua. Kwa sababu atakuwepo anayewezesha. Tunapozungumzia neema kuwezesha kiungu, maana yake kupata msaada wa kiungu. Bwana Yesu asifiwe. Nikitafakari maisha yangu leo, wakati naomba nikaanza kutafakari, kuna kipindi niliona neema ya Mungu sio ya kawaida. Bwana Yesu asifiwe. Hata kufanikiwa ilikuwa kama tunapeta vitu vinakuja tu kiurahisi. Sasa hiyo ni neema ya Mungu inafanya kazi. Na hiyo neema ya Mungu niliyoiona kipindi kile inaenda kuonekana juu ya maisha yako. Wakati wengine wanasuasua, wewe utaenda kufanikiwa na kupeta kirahisi. Sababu Mungu mkono wake ameunyosha ili kukuwezesha kiungu. Kwa hiyo neema ni kuwezeshwa kiungu, divine enablement. Hebu tuangalie
kwenye kitabu cha Wakorinto wa kwanza 15 mstari wa 10. Wakorinto wa kwanza 15:10. Lakini kwa neema ya Mungu nimekuwa hivi nilivyo, na neema yake iliyo kwangu ilikuwa si bure, bali nalizidi sana kufanya kazi kupita wao wote, wala si mimi, bali ni neema ya Mungu pamoja nami. Wengine ambao Mungu anawatumia, mjione kwenye neema ya Mungu. Sio wewe unayefanya kazi, sio hekima yako, ni ile neema inayokuwezesha. Hiyo neema ndio inayokupa upako wa kuwezesha kufanya vitu kiurahisi. Pedro mmoja miaka ya nyuma alisikika alisema, mimi sikemeagi pepo mara mbili, ni mkemeo mmoja tu. Sasa hiyo ni neema, hiyo neema kukemea mara moja na pepo linatoka. Sasa wengine inabidi wakemee warudie, yeye ni mkemeo mmoja, amemaliza kazi. Na namkumbuka mmoja alikuwa na neema pia kutoa pepo, alikuwa sina kifafa, alafu mtumishi ameomba, alafu baadaye akampigia simu mtumishi kwamba ile hali imenirudia tena. Yule mtumishi asema, nimeshaomba tayari, siombi tena mara ya pili. Hiyo ndio ilikuwa inaaga, na kweli yule mtu akawa amefunguliwa. Kwa hiyo neema ya Mungu inawezesha kiungu, lakini neema ya Mungu pia maana yake kupewa upendeleo tusiostahili. Wako ndugu zetu wengine ambao hawajaokoka mpaka sasa, lakini wewe Mungu amekupa upendeleo usiostahili. Mungu ni kama amekupendelea. Halo? Japokuwa Biblia inasema Mungu hana upendeleo, lakini kuna watu ambao wanakuwa kama kuna kaupendeleo fulani ambapo wanatembea nao. Alafu wengine wanasota kweli, yaani wako mbali na Mungu, lakini wewe umeokoka kwa sababu ya neema ya Mungu. Umechaguliwa na kupewa upendeleo usiostahili. Kwa hiyo hii neema imetupa upendeleo tusiostahili. Na wakati mwingine Mungu anaanza kukuponya si kwa sababu una imani sana. Mungu anaanza kukupa upendeleo usiostahili, akafanya zaidi ya imani yako, kwa sababu Mungu anaachilia upendeleo wake ambao hatustahili. Hizo amen hazitoshi. Sijajua kama tuko pamoja mpaka sasa. Kwa hiyo ndani ya neema tunapata utajiri wa Mungu kwa gharama ya Kristo. Kristo ndiye aliyegharamia hiyo neema. Sasa kwenye ninasoma hiyo Wakorinto wa kwanza 15 mstari wa 10 kwenye tafsiri Amplified inasema hivi, but by the grace, the unmerited favored blessing of God, I am what I am, and His grace toward me was not found to be for nothing, fruitless and without effect. Lakini kwa neema, upendeleo msiostahili na baraka za Mungu nimekuwa hivi nilivyo, na hiyo neema kuelekea kwangu ilionekana haipo bure, bila matunda, bila matokeo. Ndio maana Biblia inasema msipokee neema ya Mungu bure. Mwingine anaweza kuwa na neema, lakini ile neema haifanyi kazi vile inavyotakiwa ifanye kazi. Unakuwa umeipokea neema ya Mungu bure. Kwa hiyo hii neema ni upendeleo usiostahili, ni baraka pia za Mungu ambazo zinakuwezesha wewe uweze
usiwe kwa ajili ya bila kuzaa matunda, bila matokeo. Kuna watu wakifa, watu wanamkumbuka. Dada mmoja wa kule Tunduma, kwa rafiki yetu mchungaji Ephraim Mwaitebele, kila siku anampelekea chapati mbili mchungaji wake. Alikuwa anauza chapati, lakini anaweka na ziada, chapati mbili zinaenda kwa pasta wake. Siku moja akaanguka, akazimia, akafa. Mchungaji aliyekuwa anapelekewa chapati mbili aliposikia, alienda na maombi aliyoomba kwa Mungu, naomba ukumbuke zile chapati mbili ambazo nilikuwa nikiletewa. Na yule dada ikabidi arudi. Mchungaji mmoja, shirika wake alikuwa amelazwa ICU na mke wake ndiye anamwangalia, lakini akaona kama mke wake anaanza kukata tamaa, akamwambia leo nenda kapumzike, nitakuwepo kumwangalia huyu ambaye yuko kwenye ICU. Alafu akaomba na yule jamaa kwenye ile ICU akafa, ameenda mbele ya Bwana Yesu. Alafu kule Bwana Yesu akamwambia yule jamaa, unatakiwa kurudi, mchungaji wako akuruhusu sasa hivi kufa. Yule jamaa akaweka mgomo wa mimi sirudi. Lakini malaika wakafanya kazi, wakamrudisha kwa nguvu kwa sababu ya maombi ya mchungaji wake. Sasa kwa nini yule mchungaji aliomba maombi mazito? Kwa sababu ya faida yake aliyokuwa anaifanya kanisani. Usikae kanisani kiasara, ufanyike baraka. Hata Pastor Deborah na mimi tukisikia kwamba umeondoka ghafla, tunaweza tukaitwa kwamba tuje tuombe, maana kuna siku wafu watafufuliwa katika huduma yetu. Kwa hiyo usifanye haraka kuzika. Wakati mwingine anaweza kuwa ni fursa ya kufufuliwa, muujiza, ili Bwana Yesu aonekane. Ninaamini kabla sijafa mtaona wafu wakifufuliwa. Bora kabla hujafa utaona wafu. Bwana Yesu asifiwe. Na itakuwa hivyo tunavyoamini. Nasema na itakuwa hivyo tunavyoamini. Kwa hiyo neema hiyo inakufanya karama yako ilete matunda. Lakini mtumishi wa Mungu W. Kenyon anaifanua neema kama zawadi za upendo. Zawadi za upendo. Hii neema imeleta zawadi za upendo. Uponyaji ni zawadi ya upendo. Kufunguliwa ni zawadi za upendo. Kwa hiyo neema imebeba zawadi mbalimbali. Kuna zawadi mbalimbali katika neema ya Mungu. Sisi kama tuko pamoja. Katika Timotheo wa pili sura ya 2 na mstari wa 1. Basi wewe mwanangu, uwe hodari katika neema iliyo katika Kristo Yesu. Uwe hodari katika neema iliyo katika Kristo Yesu. Tunatakiwa tuwe hodari katika hii neema iliyo katika Kristo Yesu. Kwa maneno mengine, kuna neema inaanza kawa iko juu yako, lakini usifanye kwa sababu hujawa hodari. Tunatakiwa tuteke baraka zilizoko kwenye hii neema. Naenda kwenye Wakorinto wa pili. Tuangalie maana nyingine ya neema. Neema sio tu ya kiroho ya kusamehewa dhambi, kupata wokovu, kupata uzima wa milele. Wakorinto wa pili 9
mstari wa 8. Nasoma kwenye hii ya Kiswahili. Inasema, na Mungu aweza kuwajaza kila neema kwa wingi. Mungu ana uwezo wa kufanya nini? Ana uwezo wa kuwajaza kila neema kwa wingi. Na mwaka huu Mungu anaenda kujaza kila neema kwa wingi. Nasema mwaka huu Mungu anaenda kujaza kila neema kwa wingi. Sijaumaliza kusoma hiyo Wakorintho wa pili 9:8. Na Mungu aweza kuwajaza kila neema kwa wingi, ili ninyi mkiwa na riziki za kila namna siku zote mpate kuzidi sana katika kila tendo jema. Mungu ana uwezo. Katika zile kauli za Mungu anaweza. Kwa mfano Efeso 3:20 ambao unasema Mungu, basi Mungu awezaye kufanya mambo ya ajabu mno. Kwa Mungu anaweza kufanya mambo ya ajabu mno kuliko yale yaombayo au yawazayo, kwa kadri ya nguvu yake inayotenda kazi ndani yake. Mungu anaweza. Na hiyo Wakorintho wa pili 9:8 ndio katika ile mstari Mungu anaweza. Sasa kwenye tafsiri ya Amplified ni mrefu kidogo ule mstari, na ni mstari ambao napenda kurudia. Hata leo wakati naendesha gari na kuja kanisani nimeutamka kama mara 3 hivi, na kwa sababu kwa nikiutamka na rudia umeshakaa kichwani. Kwa Kiingereza, kwa Kiswahili bado sija ukamata sawa sawa, lakini kwa Kiingereza nasema, God is able to make all grace, every favor and every blessing come to you in abundance, so that you may always, under all circumstances, whatever the need, be self-sufficient, possessing enough to require no aid or support, and furnished in abundance for every good work and charitable donation. Sasa utafsiri kwa Kiswahili. Kwa Kiswahili unasema hivi: na Mungu anaweza kutoa neema yote, kwenye mabano, kila upendeleo na baraka za kidunia zije kwenu kwa utele. Kila upendeleo na baraka za kidunia. Kwa hiyo neema hii sio tu neema ya kiroho, ni neema inayokwenda pamoja na baraka za kidunia. Baraka za kidunia ni pamoja na shekeli, ni pamoja na fedha, pamoja na vitu vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Vitu vizuri viko humu duniani. Hata magari mazuri yapo. Na magari mengine ni gari tu ili mradi, lakini yapo magari mazuri. Hata ukiendesha watu wanakuona kwamba wewe ni mtu. Bwana Yesu asifiwe. Gari moja niliwahi kulipata, afu nilijaza mafuta, mtu mmoja akaja kuniulizia, nikajua anaadmire gari ninaloendesha. Kwa hiyo hizo ni baraka za kidunia. Bwana Yesu asifiwe. Nasema Bwana Yesu asifiwe. Hizo baraka za kidunia zinaenda kububujika na kuzidi katika maisha yako, kwa sababu hiyo ni sehemu ya neema. Sasa niurudie kusoma, ni usome wote maana sijaumaliza. Na Mungu anaweza kutoa neema yote, kila upendeleo na baraka za kidunia zije kwenu kwa utele, ili kila wakati na katika mazingira ya kila aina na utoshelevu katika hitaji liwalo lote, mmiliki vya kutosha bila kuhitaji msaada wowote, na kuandaliwa katika utele kwa kila kazi njema na utoaji wa hisani. Kwa hiyo Mungu ana uwezo wa kutoa neema yote. Hiyo neema ndio imefanuliwa kwenye tafsiri ya Amplified, anasema kila upendeleo na baraka za kidunia. Upendeleo pia upo wa aina mbalimbali. Kuna upendeleo mbele za Mungu, kuna upendeleo
kwa wanadamu. Lakini pia kwa wanadamu, wakati mwingine unaweza ukakosa upendeleo kwa ndugu zako mliozaliwa tumbo moja. Maana kuna wengine wanaweza kama walikuwa wanatazamia wawe juu kuliko wewe, lakini wewe unafanya vizuri zaidi kuliko wao. Kuna wengine wanaweza wasifurahie. Ndugu yangu mmoja watamkia mabinti zangu kwamba nyie mtakuwa mnahudhuria tu harusi za wenzenu, hamtaolewa. Lakini tayari wawili wameshaolewa, na wengine waliobaki nao wataolewa. Kwa kuna watu wengine ni ndugu, lakini wanasaga meno kuhusu mafanikio yako. Kwa maana wewe mwangalifu pia, hata unapokula vyakula, wengine wanaweza kukuwekea chochote ili uondoke mapema, lakini hata kama ukikuwekea pia hautakufa. Maana Biblia inasema mtakunywa vitu vya kufisha, lakini havitawadhuru. Amen. Sijajua kama naongea na mtu. Kwa hiyo baraka za kidunia, vitu vilivyoko huku duniani tunatakiwa tuvipate. Kazi nzuri tuzipate, nyumba nzuri tuzipate, vyakula vizuri tuvile vile vyakula pia. Kuna vyakula pia vipo vya aina nyingi. Kuna sehemu nilisafiri nilipoenda Israeli. Ile breakfast ilikuwa nzito kweli kweli. Mpaka unatamani uendelee kuwepo. Uendelee kuwepo huko Israeli, maana kuna samaki wa aina ambayo huku Tanzania nilikuwa sijawahi kuona. Lakini huko unapata kwenye breakfast. Lakini siku zikaisha kabidi nirudi Tanzania. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Mungu anataka kutujaza baraka za kidunia. Na mwaka huu kuna mtu anaenda kubarikiwa. Kuna mafuriko ya baraka yanakuja mbele yako. Lakini pia utakapopata hayo mafuriko ya baraka, anasema hii kila wakati na mazingira ya kila aina, na hitaji wao lote muweze kutosheleza. Lakini pia muweze kufanyika baraka katika kila tendo jema. Kwa Mungu pia anapokubariki fanyika baraka. Kuna watu wengine wakibarikiwa baraka zinaishia kwao, lakini wengine hata kanisani pia tunapata kamgao kwamba huyu mtu amebarikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hizo baraka za dunia zikija pia tufanyike baraka kwenye ufalme wa Mungu. Tufanyike baraka kwenye kanisa. Tufanyike baraka kwa wachungaji wetu. Hizo amen sijasikia. Bwana kama muamini amini. Kwa hiyo unapopata baraka ni muhimu pia ufanyike baraka. Bwana Yesu asifiwe. Nilisoma kwenye Timotheo 2, nilisome tena alafu nitaisoma kwenye tafsiri ya Amplified. Timotheo 2 mstari wa 1. Basi wewe mwanangu uwe hodari katika neema iliyo katika Kristo Yesu. Sasa ukisoma kwenye tafsiri ya Amplified inasema, so my son, be strong in strengthened inwardly in the grace or spiritual blessing that is to be found only in Christ Jesus. Wewe mwanangu uwe na nguvu, utiwe nguvu ndani katika neema, yani baraka za kiroho zinazopatikana pekee katika Kristo Yesu. Kwa hizi baraka za kiroho zinapatikana kwa kuwa na uhusiano na Kristo Yesu. Lakini sio tu baraka za kiroho, ni baraka pia za kimwili. Baraka za kidunia. Baraka za vitu vingine vilivyoko huko duniani. Watu wa Mungu mnanielewa? Kwa hiyo neema ni baraka za kidunia au baraka za kimwili. Na hii neema inaleta wokovu. Tumeisoma kwenye Tito 2:11.
Tito 2:11, maana neema ya Mungu iwaokoa wanadamu wote imefunuliwa. Kwa hiyo neema iwaokoa wanadamu wote imefunuliwa. Kama neema inaokoa, manake neema inaleta wokovu. Katika Warumi sura ya 1 mstari wa 16, Biblia inasema sionei haya Injili, maana ni uwezo wa Mungu uletao wokovu kwa kila aminiye. Injili ni uwezo wa Mungu uletao wokovu. Sema wokovu. Salile neno wokovu kwa Kiyunani au Kigiriki ni neno soteria. Sema soteria. Ndani ya soteria kuna vitu kama 6-7. Ndani ya soteria kuna uponyaji, kufunguliwa, usalama, kuhifadhiwa, lakini pia kuna kuendelea vizuri. Kiingereza tunatumia neno soundness. Na neno la mwisho mafanikio. Kwenye wokovu kuna mafanikio, prosperity. Kwa hiyo neema inaleta uponyaji, neema inaleta kufunguliwa, neema inaleta kuhifadhiwa. Nikitafakari katika maisha yangu, kuna wakati mwingine Mungu ananilinda si kwa sababu tunaomba sana, lakini na neema yake pia nimeiona ikifanya kazi. Sasa kwamba usiombe, sababu Biblia inasema nanyi mnalindwa na nguvu za Mungu kwa njia ya imani. Kwa hiyo ulindwe, unahitaji kuiachilia imani yako. Kuiachilia imani yako kwa ajili ya ulinzi wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Wangapi tuko pamoja? Kwa hiyo neema inaleta hizo baraka za kidunia au baraka za kimwili. Nilikuwa nathibitisha hapo neema inafanya kazi gani. Bwana Yesu asifiwe. Hii neema inaleta upendeleo. Hebu tuangalie kwenye Zaburi 84:11. Zaburi 84:11. Zaburi 84:11. Kwa kuwa Bwana Mungu ni jua na ngao, Bwana atatoa neema na utukufu, hata wanyima kitu chema hao waendao kwa ukamilifu. Bwana, kwa kuwa Bwana Mungu ni jua na ngao, Bwana atatoa neema na utukufu. Lile neno neema ndani yake kuna upendeleo. Kwenye tafsiri ya NIV au ile ya neno inasema, maana Bwana Mungu yeye ni jua na ngao, Bwana hutoa kibali na heshima, hakuna kitu chema atakachowazuilia wale waendao kwa unyofu. Bwana hutoa kibali na heshima. Kwa hiyo kibali au upendeleo unatoka kwa Mungu. Mungu yeye ndiye atakaye kujalia upendeleo wake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo unapotafuta neema ya Mungu, tafuta upendeleo katika maisha yako. Upendeleo ndio utakao kuwezesha kuweza kuiona neema inayoleta mafanikio. Bwana Yesu asifiwe. Sijajua kama tuko pamoja mpaka hapo. Tutazidi kuangalia hiyo nguvu ya neema, lakini neema hii inaleta upendeleo. Neema inaleta upendeleo.
Mashemasi, kama mnisaidie kugawa hizi karatasi, sababu baada ya mstari nimeshaitafsiri. Wale ambao jana walikuwepo na umechukua, tafadhali usichukue mara ya pili, kwa sababu hazitoshi. Tukichukua mara mbili tutafanya zisiweze kutosha. Kwa hiyo wale ambao hamkuwepo jana kwenye maombi, nyosha mkono ili muweze kupewa. Waliokuwepo jana wasipokee. Kama umepoteza usichukue mara mbili, maana hazitatosha. Kiasi nilichotoa ni kidogo, lakini kama mwingine unapokea ili utumie alafu urudishe, kama umeacha nyumbani pia sawa, lakini siondoke nao ili ziweze kutosha. Bwana Yesu asifiwe. Hebu tuangalie ahadi za upendeleo. Ahadi za upendeleo na kibali ni matokeo ya neema. Ile Ayubu 22 umeiona? Ayubu 22 mstari wa 28. Wangapi umeiona? Sema nimeiona. Tafsiri ya The Amplified Bible. Tusome kwa pamoja. Na wewe pia utaamua na kutamka jambo kwa mamlaka, nawe itathibitika kwako, na mwanga wa upendeleo wa Mungu utaziangazia njia zako. Upendeleo unakujeje? Kwa kutamka. Inabidi mwaka huu, kama unahitaji neema iongezeke, anza kutamka juu ya hiyo neema kuongezeka, juu ya upendeleo kuongezeka katika maisha yako. Nao utaamua na kutamka jambo kwa mamlaka, nao utathibitika kwako, na mwanga wa upendeleo wa Mungu utaziangazia njia zako. Kwa hiyo upendeleo unakuja kwa kutamka. Kwa leo tutatamka juu ya upendeleo wa Mungu juu ya maisha yetu. Amen. Kuanzia tarehe 1 hii Januari tutatamka juu ya upendeleo usio wa kawaida kufanya kazi katika maisha yetu. Kwa upendeleo hauji tu kwa kuomba, unakuja pia kwa kutamka. Zaburi 84:11-1-2-3 soma. Maana Bwana Mungu yeye ni jua na ngao. Bwana hutoa kibali na heshima. Hakuna kitu chema atakachowazuilia wale waendao kwa ukamilifu. Kwa hiyo Bwana anatoa nini? Kibali na heshima. Na mwaka huu Mungu atatoa kwako kibali na upendeleo usio wa kawaida katika maisha yako. Je, unaamini itakuwa hivyo? Twende Zaburi 5:12. 1, 2, 3. Kwa maana wewe utambariki mwenye haki, Bwana utamzungushia radhi kama ngao. Hilo neno radhi kwa Kiingereza neno favor. Tafsiri yake radhi maana yake upendeleo au kibali. Kwa Kiswahili kuna maneno matatu. Sema kibali, upendeleo, radhi. Kwa hiyo tunapozungumzia juu ya radhi kuwa pamoja na wewe, maana yake upendeleo wa Mungu kuwa pamoja na wewe. Kwa maana wewe utambariki mwenye haki. Wangapi unahitaji kubarikiwa mwaka huu? Mungu atakubariki wewe mwenye haki. Lakini kwa njia gani? Bwana utamzungushia radhi yako kama ngao. Kwa hiyo Bwana anapotaka kubariki wewe, anakuzungushia radhi yake kama ngao. Kuna mtu katikati ya kifua hapa, kuna kama maumivu fulani ambayo kama ana fulani kinachoma choma. Sogea hapa mbele nikuombee. Kwenye kifua hapa katikati. Ni wewe.
Kwa jina la Yesu Kristo naamuru hiyo hali ya kuchoma choma kwenye kifua chake iondoke kuanzia sasa. I speak total healing. Kwa jina la Yesu napokea uponyaji. Nasikia. Sema asante. Asante Yesu. Nasikia. Nasikia vizuri. Amen. Kwa hiyo Mungu anapotaka kubariki wewe anakuzungushia radhi yake kama ngao. Na mwaka huu Mungu anaenda kuzungushia upendeleo wake kama ngao. Wakati mwingine Mungu anavyowalinda watu wake anaweka upendeleo. Kule Nigeria kulikuwa na mfanyakazi ameokoka. Bosi wake ampendi. Anajitahidi kulichafua faili lake. Mzungu akaja kwenye ile kampuni. Alafu yule bosi wa Nigeria aliyechafua faili la huyu mpendwa akapeleka faili. Yule bosi akasema safari sitaki kushughulika na mafaili, nataka kukutana na watu. Akamwita yule aliyechafuliwa faili. Yule bosi wa kizungu anasema wewe ndio unachukua nafasi ya yule bosi aliyepo. Unaona? Ule upendeleo ni kama ulinzi. Badala ya wewe kushushwa, wewe ndio unainuliwa zaidi. Pokea huo upendeleo usio wa kawaida. Wa wale wanaokuwazia mabaya, wao ndio washughulikiwe. Kuna watu huko duniani wanaweza kaa kwenye ofisi, mtu mwingine akufurahii wewe, anakereka kuona wewe uko kwenye ile ofisi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo atakuzungushia radhi yake kama ngao. Atakuzungushia upendeleo wake kama ngao. Ule upendeleo utakuwa ulinzi kwako. Twende kwenye Mambo ya Walawi 26. Mambo ya Walawi 26 mstari wa 9. Nami nitawaelekezea uso wangu na kuwapa uzazi mwingi na kuwaongeza, nami nitalithibitisha agano langu pamoja nanyi. Mungu akikuelekezea uso wake, maana yake amekupa upendeleo. Ndio maana tafsiri ya neno au ile ya NIV. Hebu tusome ile tafsiri ya neno inasema, umeyo soma kwa sauti. Nitawaangalia kwa upendeleo. Soma, nitawaangalia kwa upendeleo na kuwafanya mzae na kuzidisha idadi yenu, nami nitalishika agano langu na ninyi. Kwa hiyo Mungu atakuangalia kwa upendeleo. Mwaka huu Mungu atakuangalia kwa upendeleo. Atakupa upendeleo wake. Bwana Yesu asifiwe. Naomba tusimame. Niongoze maombi kwenye hiyo karatasi yako, ni ombi namba 2. Kuombea kauli mbiu ya mwaka 2026, neema inayozidi kuongezeka. 2026, the year of overflowing grace. Sema, Mungu nakushukuru kwa utajiri wako kwa gharama ya Kristo. Kwa gharama ya Kristo. Asante kwa neema yako. Asante kwa neema yako. Yaani utajiri wa Mungu. Maana utajiri wa Mungu kwa gharama ya Kristo. Kwa gharama ya Kristo. Asante kwa neema yako. Asante kwa neema yako. Ya kuniwezesha kiungu. Ya kuniwezesha kiungu. Na kunipa upendeleo nisiyostahili. Na kunipa upendeleo nisiyostahili. 2026. 2026. Asante kwa upendeleo wako. Asante kwa upendeleo wako. Asante kwa kibali chako. Asante kwa kibali chako katika maisha yangu. Katika maisha yangu. Yohana 1:16 tusome kwenye tafsiri ya Amplified. Sema, kutoka katika utimilifu wake. Kutoka katika utimilifu wake. Au tele. Au tele. Sisi sote tumepokea. Sisi sote tumepokea. Wote tulikuwa na mgao. Wote tulikuwa na mgao. Na wote tuliruzukiwa. Na wote tuliruzukiwa.
na neema moja juu ya neema nyingine, na neema moja juu ya neema nyingine. Mungu nakushukuru, Mungu nakushukuru kwa neema moja juu ya neema nyingine, 2026 na baraka za kiroho juu ya baraka za kiroho na upendeleo juu ya upendeleo utakaofanya kazi 2026 na karama ikijazwa juu ya karama. Bariki karama zilizoko ndani yangu. Nipe kutambua karama zilizoko ndani yangu, ili niweze kufanyika baraka. Katika jina la Yesu. Kutoka katika utimilifu wa neema yake. Sisi sote tumekwisha kupokea. Baraka moja baada ya nyingine. 2026 napokea baraka moja hadi nyingine. Katika jina la Yesu. Asante kwa mafuriko ya neema katika maisha yangu. Katika jina la Yesu. Wakorintho wa 2:9-8. Mungu nakushukuru kwa sababu unaweza kutoa neema yote, kila upendeleo na baraka za kidunia zije kwangu kwa utele, ili kila wakati na katika mazingira ya kila aina na hitaji lolote niwe na utoshelevu, nikimiliki vya kutosha bila kuhitaji msaada wote, na kuandaliwa katika utele kwa kila kazi njema na utoaji wa hisani. Asante Baba kwa upendeleo na baraka za kidunia. Katika jina la Yesu. Shetani, ondoa mikono yako juu ya baraka zangu za kidunia, baraka zangu za kimwili. Shetani na kuamuru, toa mikono yako. 2026 kuanzia Januari, Februari, March, April, May, June, July, Agosti, September, October, November, December. Kwa jina la Yesu. Shetani, ondoa mikono yako juu ya baraka zangu nazotakiwa kuzipokea. Na kwa jina la Yesu na waachilia malaika. Kwa jina la Yesu. Nendeni mkazifanye baraka zangu zije, mkazifanye fedha zangu. Shetani, nakuamuru ondoa mikono yako juu ya fedha nazohitaji mwaka huu. Na kwa jina la Yesu. Malaika, nendeni mkazifanye hizo fedha zije katika jina la Yesu. Ayubu 22 mstari wa 28. Na mimi nitaamua na kutamka jambo kwa mamlaka, nalo litathibitika kwangu. Na mwanga wa upendeleo wa Mungu utaziangazia njia zangu. Kwa jina la Yesu. Natamka kwamba mwaka huu na upendeleo usio wa kawaida, na kibali na radhi isiyo ya kawaida. Nina upendeleo mbele za Mungu, na upendeleo mbele ya wanadamu. Katika jina la Yesu. Nina upendeleo usio wa kawaida kuanzia Januari mpaka Disemba. Katika jina la Yesu. Ninatamka kwa mamlaka kwamba nitakuwa na upendeleo usio wa kawaida. Milango iliyokuwa imefungwa kwa jina la Yesu ninaiamuru ifunguke kuanzia sasa. Kwa jina la Yesu. Natamka kwamba malango yangu mwaka huu yako wazi katika jina la Yesu. Ni
Isaya 60 mstari wa 11. Sijaiweka hiyo kwenye karatasi, lakini hebu tuiseme. Malango yako nayo yatakuwa wazi daima. Malango yako nayo yatakuwa wazi daima. Hayatafungwa mchana wala usiku. Hayatafungwa mchana wala usiku. Ili watu wapate kuletea utajiri wa mataifa. Ili watu wapate kuletea utajiri wa mataifa. Na wafalme wao. Na wafalme wao. Wakiongozwa pamoja nao. Wakiongozwa pamoja nao. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Natamka. Natamka. 2026. 2026. Kwa malango yangu. Kwa malango yangu. Yako wazi. Yako wazi. Malango ya mimi kubarikiwa. Malango ya mimi kubarikiwa. Malango ya mimi kupata fedha. Malango ya mimi kupata fedha. Yako wazi. Yako wazi. Milango iliyokuwa imefungwa. Milango iliyokuwa imefungwa. Imefunguliwa. Imefunguliwa. Katika jina la Yesu. 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 Zaburi 89:17. Zaburi 89:17. Maana fahari ya nguvu zao ni wewe. Maana fahari za nguvu zao ni wewe. Na kwa radhi yako. Na kwa radhi yako. Pembe yangu inatukuka. Pembe yangu inatukuka. 2026. 2029. Kwa upendeleo wako. Kwa upendeleo wako. Pembe yangu. Pembe yangu inatukuka. Inatukuka. Pembe yangu. Pembe yangu inaongezeka. Inaongezeka. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Zaburi 5:12. Zaburi 5:12. Kwa maana wewe utambariki mwenye haki. Kwa maana wewe utambariki mwenye haki. Bwana utamzungushia radhi yako. Utamzungushia radhi yako kama ngao. Kama ngao. Kwa maana wewe utanibariki mimi mwenye haki. Kwa maana wewe utanibariki mimi mwenye haki. Na utanizungushia upendeleo wako. Na utanizungushia upendeleo wako kama ngao. Kama ngao. Baba asante. Baba asante. Kwa kunizungushia upendeleo wako. Kwa kunizungushia upendeleo wako. Kila roho ya nuksi. Kila roho ya nuksi. Roho ya kukataliwa. Roho ya kukataliwa. Imevunjwa. Imevunjwa. Imeharibiwa. Imeharibiwa. Haina nafasi. Haina nafasi. Katika maisha yangu. Katika maisha yangu. Katika jina la Yesu. 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 Mambo ya Walawi 26:9. Mambo ya Walawi 26:9. Nami nitawaelekezea uso wangu. Nami nitawaelekeza uso wangu. Na kuwapa uzazi mwingi. Na kuwapa uzazi mwingi. Na kuwaongeza. Na kuwaongeza. Nami nitalithibitisha agano langu pamoja nanyi. Nami nitalithibitisha agano langu pamoja nanyi. Tafsiri ya neno nasema nitawaangalia kwa upendeleo. Nitawaangalia kwa upendeleo. Mungu. 2026. 2026. Naomba niangalie. Naomba niangalie kwa upendeleo. Kwa upendeleo. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Naomba upendeleo wako. Naomba upendeleo wako uende pamoja nami. Uende pamoja nami. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Asante kwa uwepo wako. Asante kwa uwepo wako. Pamoja nami. Pamoja nami. Na kwa upendeleo wako. Na kwa upendeleo wako. Pamoja nami. Pamoja nami. Asante kwa kunipa mpendo. Asante kwa kunipa mpendo. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Sasa natamka baraka za kikuhani. Naanzia kwenye Hesabu 6. Kwa hiyo utakuwa unapokea unasema amen. Taongezea na mstari mwingine. Alafu tutamalizia. Bwana akubarikie na kulinda. Amen. Bwana akubarikie na kulinda 2026. Amen. Bwana akuangazie nuru za uso wake